Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Kila Ijumaa tunakuwa na makala maalum, jukwaa la waandishi, tukiangazia na kujadili matukio muhimu na masuala yanayokuhusu wewe katika bara Afrika. Hii leo tunatupia macho uchaguzi karibu nusu ya Afrika. Kumekuwepo na chaguzi kuchagua utawala mpya. Kuanzia mwezi huu hususan kumekuwa na uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Leo tunahoji, uchaguzi barani Afrika hufungua ukurasa wa mabadiliko au ni ibada tu kuhalalisha shughuli ambayo tayari imeshaamliwa? Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Maandamano ya kupinga uchaguzi nchini Tanzania yameendelea kwa siku ya tatu, ambapo wafuasi wa upinzani wameutaja uchaguzi wa sasa kama ghushi. Awali mamia waandamanaji wa Tanzania walivuka mpaka na Kenya na kufunga barabara kuu upande wa Namanga, ambapo walichoma mabango ya Rais Samia Suluhu Hassan. Polisi wa Kenya wanasema waandamanaji wawili waliuawa na polisi wa Tanzania katika mpaka wa nchi mbili. Mamlaka za Kenya aidha zinawaonya raia wake dhidi ya kujiunga na waandamanaji katika nchi ya Tanzania. Huko haya akiarifiwa, wabunge katika bunge la Ulaya wamelalamikia uchaguzi wa Tanzania na kusema haukuwa huru na haki. Baadhi ya vituo vya kupigia kura vilichoma moto pamoja na vifaa vya kupigia kura. Wakati huo mkuu wa jeshi la ulinzi Tanzania Jenerali Jacob Mkunda amewalaumu watu waliowataja kama maadui wa Tanzania kwa rabsha zinazoendelea nchini humo. Jenerali Mkunda amewaonya wanaoharibu mali ya umma na binafsi kwamba watakabiliwa kisheria. Ametaka raia kufuata utaratibu wa sheria na kuacha kujihusisha na vitendo vya kuhujumu usalama wa nchi. Polisi wamekuwa wakiwakabili waandamanaji katika miji ya Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza na mji wa mpaka na Kenya wa Namanga. Wafuasi wa upinzani wamelalamikia hatua ya serikali ya Tanzania kuwazuia wagombea wakuu wa vyama vya upinzani kushiriki uchaguzi wa mwaka huu, ambapo baadhi wamewekwa kizuizini. Matokeo ya kura ya urais ya hapo Jumatatu yameanza kutolewa na kisiwani Zanzibar. Mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM Hussein Mwinyi ametangazwa mshindi. Katika Tanzania bara, Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuendelea na mhula mwingine kuongoza taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kupata wingi wa kura. Mamlaka nchini Sudan zimeomba jamii ya kimataifa kuwajibisha viongozi na wapiganaji wa kundi la Rapid Support Forces kwa mauaji ya halaiki katika mji wa El Fasher ulioko jimbo la Darfur. Taarifa zinasema zaidi ya wagonjwa 500 waliuawa ndani ya hospitali ya Saud iliyolengwa na wafuasi wa RSF. Aidha, wapiganaji hao wamelaumiwa kwa mauaji ya raia na maafisa wa afya katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Waziri Mkuu wa baraza linalotawala Sudan, Kamal Idris, ameomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka mkakati kuwalinda raia wanaokimbia El Fasher na kuwajibisha waliotekeleza uhalifu wa kivita eneo hilo. Ameongeza RSF walitekeleza mauaji ya kimbari yaliyolenga jamii asilia ya Waafrika weusi wanaoishi mji huo. Kundi la RSF liliutoa mji wa El Fasher mapema wiki hii baada ya makabiliano makali na jeshi la Sudan. Mahakama ya Afrika Kusini imetangaza kwamba mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel na mwanaharakati aliyepinga utawala ubaguzi wa rangi Chifu Albert Luthuli aliuawa na polisi mbaguzi na wala hakufa katika ajali. Uchunguzi wa awali uliofanywa na utawala wa kibaguzi ulisema Luthuli alikanyagwa na treni wakati akivuka njia yake. Hata hivyo, jamaa ya mtetezi huo wa uhuru wa Afrika Kusini ilipinga tamko la awali na wamekuwa wakiomba uchunguzi mpya kufunguliwa.
Baada ya uchunguzi kumalizika, jaji wa mahakama Afrika Kusini alisema Albert Luthuli alifariki dunia baada ya kuvuja damu kwenye ubongo alipovamiwa kwa kifaa butu na afisa wa usalama. Chifu Luthuli alikuwa Mwafrika wa kwanza kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka wa 60 kutokana na harakati zake za kupinga utawala wa ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Wakati wa kifo chake alikuwa kiongozi wa vuguvugu la African National Congress ANC lililopigwa marufuku na utawala wa ubaguzi wa rangi. ANC iliendelea na kampeni yake kupinga utawala wa ubaguzi wa rangi, na mwaka 94 chama hicho kilishinda uchaguzi mkuu wa kwanza demokrasia wa Afrika Kusini. Hadi sasa ANC inaendelea kuongoza taifa hilo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameweka jopo maalum kuchunguza baadhi ya vifo vya watu mashuhuri katika utawala uliokuwa ubaguzi wa rangi, ikiwemo kifo cha mwanaharakati Steve Biko. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza sera mpya ya kutoa hifadhi kwa wakimbizi na kusema watakaopewa kipaumbele ni walowezi wa kizungu kutoka Afrika Kusini. Trump amesema Marekani itachukua wakimbizi 7,500 pekee mwakani, ambapo ni idadi ya chini sana ikilinganishwa na idadi ya awali ya wakimbizi 125,000. Hakuna sababu iliyotolewa kuhusu sera hii. Makundi ya kibinadamu yamekosoa mpango wa Trump na kusema unawabagua wakimbizi halisi ambao hukimbia makazi yao kutokana na vita na majanga yanayohatarisha maisha yao. Mapema mwaka huu Trump alilalamikia Afrika Kusini akidai kwamba mamlaka zinalenga walowezi wa kizungu kwa kuwapokonya mali zao na kuwabagua. Hata hivyo, Afrika Kusini imepinga kauli ya Trump na kusema hakuna raia wa kizungu aliyebaguliwa wala kulengwa. Kundi la kwanza la wakimbizi wa kizungu Afrika Kusini limepata hifadhi Marekani. Hata hivyo, wengi wa raia wa kizungu wameamua kusalia Afrika Kusini, taifa linalofahamika la upinde kutokana na jamii za rangi mbalimbali. Naam, shukran sana Angela kwa taarifa kuu. Basi moja kwa moja kujadili swala hili la uchaguzi. Kutoka nchini Kenya akiwa Nairobi tunaye Shisia Wasilwa, kutoka kule London Uingereza tuko naye Kennedy Wandera, na kutoka kule Kigali Rwanda tunaye mwanahabari Silvanus Karemera. Karibu sana wanahabari kwenye jukwaa letu la wanahabari. Naam, kabla ya kuanza kulijadili hili, wenzangu hapa wamekuwa wakifuatilia matukio yanavyoendelea kule nchini Tanzania. Tunaanza na Shisia Wasilwa. Je, ni yepi tumepokea kufikia sasa Shisia? Naam, asante sana Ann. Kile ambacho tunafahamu kinachoendelea kule Tanzania hadi wakati huu kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya habari ni kwamba watu kadhaa wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa, japo hatuwezi kuthibitisha idadi ya waliouawa na pia kujeruhiwa. Mbali na hayo pia serikali ya Tanzania haijatoa tamko. Lakini mbali na hayo pia serikali ya Tanzania imeendelea kutekeleza amri ya kutotoka nje jijini Dar es Salaam, ambapo polisi na wanajeshi wamemwagwa barabarani kudhibiti hali ya usalama kufuatia machafuko yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu siku ya Jumatano. Lakini pia mbali na hayo, hali ya taharuki imeshuhudiwa katika miji kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, Mwanza na Arusha baada ya uchaguzi huo ambao chama kikuu cha upinzani Chadema kilisusia kwa madai ya ukiukwaji wa taratibu za kidemokrasia. Waandamanaji wamejitokeza kulalamikia mchakato wa uchaguzi wenyewe wakidai haukuwa huru na wenye haki. Lakini mbali na hayo pia tunaona majengo makuu ya serikali yanalindwa na vyombo vya dola, ikizingatiwa kwamba hiyo juzi majengo kadhaa yaliteketezwa. Hadi kufikia sasa hajulikani alipo Rais Samia Suluhu Hassan, wala hapajatolewa taarifa yote kuhusu yanayojiri. Lakini pia ni kufahamishe mitandao ya kijamii pia imefungwa, na kimsingi Tanzania imo kwenye kiza kinene, walio nje hawafahamu yanayojiri. Ni kufahamishe pia mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini humo Jenerali Jacob Mkunda alionya juu ya vitendo vya uhalifu vinavyoshuhudiwa kwenye maandamano vijana ya kupinga uchaguzi wa Oktoba 29. Hatufahamu watafanya nini iwapo maandamano haya yatazidi kuendelea. Asante sana Ann. Hayo ndio tunayofahamu hadi kufikia sasa
nchini Tanzania. Shukran sana Shisia Wasilwa, ukiwa Kenya lakini umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana matukio hapa Tanzania. Lakini pia Silvanus Karemera akiwa pale Rwanda, nafahamu umefuatilia upande wa serikali unavyoyachukulia matukio. Wanasema nini watawala nchini Tanzania, Karemera? Asante Ani, kwa kweli serikali kupitia viongozi mbalimbali hata kabla ya uchaguzi huu kufanyika walikuwa wanatoa radiamali kuhusu kuonya wananchi kwamba wasifanye maandamano, na kama unavyokumbuka kuamkia jana baada ya maandamano kwa yamechacha, jeshi la polisi kupitia mkuu wake Wambura likawa limetoa tahadhari kwamba, ama niseme angalizo kwamba watu lazima wafike majumbani mwao kuanzia saa 12 jioni na wasitoke, na baadaye hata wafanyakazi wa serikali wakawa wamepewa niseme likizo ama kuzuiliwa yani kufanyia kazi nyumbani. Lakini jana jioni mkuu wa jeshi la nchini Tanzania Jenerali Jacob Mkunda alitoa kauli kali akisema kwamba waandamanaji, tuseme akawa anawaonya kwamba waandamanaji wanapaswa kuepuka vitendo vibaya, kwa sababu tumeshuhudia kwenye picha kwenye mitandao vijana waandamanaji hapa na pale. Yalianza ni maandamano kidogo ya amani, lakini kadri muda ulivyosonga mbele yakaonekana ni maandamano ambayo sasa vijana wanashambulia baadhi ya miundombinu, baadhi ya maduka yakiporwa, wakiweka mawe barabarani, wakichoma matairi barabarani. Hata baadhi ya viwanda tumeshuhudia picha zikionyesha kwamba vimechoma moto mpaka na baadhi ya vitu kuchukuliwa. Kwa hivyo kufuatia hilo, na mwanzo tuliona kwamba wanajeshi walikuwa wako bega kwa bega na wananchi, yani hawasumbui, lakini baada ya kuonekana kwamba waandamanaji vijana wanafanya vitu ambavyo kwa kweli si vizuri, ndio sasa mkuu wa jeshi la wananchi la ulinzi wa wananchi JWTZ Jacob Mkunda akawa ametoa angalizo kwamba yeyote atakayejihusisha na vitendo ambavyo si vizuri, sana sana vya kupora, sana sana vya kuhatarisha usalama wa wananchi na nini, atachukuliwa hatua. Lakini hata hivyo, taarifa ambazo nimekuwa nikizifuatilia kuanzia leo asubuhi katika miji mbalimbali, kwa sababu kule kuna waandishi wenzetu, pamoja na kwamba mtandao umekatwa, lakini tumetumia njia za kawaida kuweza kuwasiliana, wanasema kwamba kwa kweli pengine maandamano sio kama ya jana, lakini bado shughuli zimeendelea kufungwa katika maeneo mbalimbali. Lakini pia katika baadhi ya maeneo kule Dar es Salaam yameshuhudiwa maandamano tena mpaka kuna tishio la kwenda hata Ikulu kwa mujibu wa waandamanaji. Kwa hivyo ni hizo kauli tu mbili za serikali kupitia mkuu wa jeshi la polisi na mkuu wa jeshi la wananchi, jeshi la ulinzi wa wananchi JWTZ, akijaribu kuonya kwamba sasa jeshi linaweza likachukua hatua. Kwa hivyo ndio tunasubiria tuone kitakachotokea, lakini kimsingi ni hizo kauli ambazo zimeshatolewa. Namshukran sana Karemera na pamoja hali kadhalika Shisia Wasilwa kwa kutupatia kile ambacho kinajiri ndani ya nchi ya Tanzania. Kuwakumbusha pia wasikilizaji kwamba tunao wanahabari wetu Leonard Mubali, tunaye pia pale George Njogopa, na upande wa Zanzibar tuko naye Harith, na upande wa kule Arusha tunaye Veronica. Lakini hadi wakati wa kwenda hewani tumekuwa pia na ukakasi wa kuwapata, lakini tutaendelea kufuatilia matukio, kwani tunajua nchini humo pia kuna matatizo ya interneti au mtandao, na kwa hivyo sisi tukiwa hata nje ya nchi kama wanahabari tunafuatilia matukio nchini Tanzania. Na tukiendelea ni kwamba kisiwani Zanzibar matukio ya uchaguzi yametolewa na mgombea wa chama tawala CCM ambaye ni rais wa sasa Hussein Mwinyi amepata tena nafasi kuongoza kisiwa hicho, kama anavyotuarifu mwenzangu Abubakar Harith. Lile joto na pressure ya nani atawaongoza Wazanzibari kwa kipindi cha miaka 5 ijayo ilikamilika jana majira ya saa 3 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, baada ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC Jaji George Joseph Kazi alipomtangaza mgombea wa kiti cha urais kupitia CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mshindi wa nafasi hiyo kwa uchaguzi huu wa mwaka 2025. Dr. Mwinyi ambaye ni rais aliye madarakani amevuna jumla ya kura 448,892 sawa na 74.8%, huku akimwacha mbali mpinzani wake wa karibu kutoka ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, naye amevuna jumla ya kura 139,399 sawa na 23.2%. Na kwa kuzingatia
mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha urais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi baada ya kupata kura 448,892 ambazo sawa na 74.8% ya kura halali zilizopigwa. Zanzibar imeandika historia nyingine kwa kuendesha uchaguzi wa amani bila ya vurugu wala maandamano, kama inavyoshuhudiwa katika upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna shughuli zilizositishwa wala karantini ya kubaki ndani. Wananchi wanasema hii ndiyo siasa wanayoitaka. Hii ndio siasa tunayoitaka. Amani imetawala kila sehemu. Kila mwananchi ameenda kupiga kura na kurudi nyumbani kwake. Mwenye duka, mwenye biashara amefungua, na mwenye bodaboda amefanya biashara, amefanya pirika zake. Mwenye duka amefungua duka na kufanya biashara zake. Mtaani kupo shwari, kila mtu na harakati zake. Kiufupi, amani imetawala kote. Hakuna tafrani sehemu yoyote. Hali imekuwa tofauti na kuzua wasiwasi kidogo kwa chama cha upinzani ACT Wazalendo kwamba je, wamekubaliana na matokeo haya ama la. Hii inakuja baada ya mgombea wa kiti cha urais kupitia ACT Wazalendo kutoonekana katika hafla ya kutangazwa mshindi wa nafasi ya urais. Rais huyu mteule atawaongoza tena Wazanzibari kwa kipindi cha miaka 5 ijayo hadi 2030 baada ya kula kiapo, huku akiwa na deni aliloliahidi kwa zaidi ya siku 40 alipokuwa kinadi sera na kuomba ridhaa ya wananchi kumchagua, akisema yupo tayari kufanya kazi na watakao kuwa tayari kufanya naye kazi. Mimi napenda niwahakikishie umma wa Wazanzibari kwamba niko tayari kushirikiana na wote watakao kuwa tayari kushirikiana katika kuijenga nchi yetu ili kuwaletea wananchi maendeleo wanayoyatarajia. Mbali na ushindi huu, wananchi wanatazamia kuunganishwa pamoja kupitia kauli za viongozi, ikizingatiwa Zanzibar inaongozwa na mfumo wa vyama vingi. Lakini je, ni upi sasa msimamo wa ACT Wazalendo katika kuiongoza Zanzibar baada ya kushindwa kwenye uchaguzi huu? Abubakar Harith, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Zanzibar. Na basi ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Ukiwa huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi na ni jukwaa la waandishi tukiangalia mafanikio na dosari za uchaguzi bara Afrika. Tunahoji uchaguzi Afrika ni ukurasa wa mabadiliko au ni ibada na shuruti tu za kuhalalisha shughuli iliyopangwa mapema. Basi tuko naye Shisia Wasili wakiwa Kenya, na tunaye Kennedy Wandera akiwa pale Uingereza, na pale Rwanda tuko naye Sylvanas Karemera. Labda niende kwako Ken Wandera. Ukiwa nje ya bara hili, unapata picha gani kuhusu chaguzi za Afrika? Je, jamii ya kimataifa bado inaona kuwa Afrika inatumia uchaguzi kama kigezo cha kidemokrasia au ni mchezo wa kuhalalisha watawala waliopo madarakani? Kwanza ni picha ya vijana wa bara la Afrika ambao wanaona kwamba wanafaa kuingia katikati mwa kutafuta suluhu ya matatizo yao. Na iwapo kuna mifumo hii ya kidemokrasia, wanahisi kwamba ni kiungo muhimu sana kushiriki katika demokrasia hiyo. Na kwa hivyo picha inajitokeza huku nje ni kwamba vijana wa Afrika wanaamka na sasa wanaanza kujitengenezea meza na kuchukua viti vyao pale, kuanza kushughulikia na kutoa matatizo, suluhu kwa matatizo ambayo yanakumba demokrasia mbalimbali. Lakini vile vile inatoa picha kwamba watawala wa Afrika wanaishi katika siku za nyuma kabisa, siku za ukoloni. Wanaonekana kuwa watawala ambao hawaoni ishara, hawaoni hii miamko mpya, vijana ambao wanataka kuwa sehemu kuu ya mifumo ya kidemokrasia, na wanaendeleza sera zile zile ambazo ni za kikoloni, sera ambazo haziendani na muda wa sasa, ambapo vijana wanahisi kuwa katikati ya maamuzi ya serikali. Na hivyo ndio kunakuwa sasa na kunakuwa na kule kutoelewana kati ya vijana na watawala wa siku zile ambao wanatawala na mifumo kongwe, na hiyo ndio inakuwa matatizo makubwa sana. Kwa hivyo kinachojitokeza hapa ni kwamba
kunakuwa na msuguano wa kiasi fulani kati watawala na watawaliwa. Na bila shaka Ken, hapo ukizua masuala nyeti pale kuhusiana na mabadiliko ambayo yanaendelea, kwani sasa tuko kwenye kizazi kipi ambacho kinakataa mambo ambayo wanaona hayaendi visivyo. Silvanus Karemera, Rwanda mara nyingi imeonekana kama mfano wa udhabiti wa kisiasa, lakini wengine wanasema udhabiti huo umegharimu uhuru wa kisiasa. Je, unadhani ni bora kuwa na amani bila mabadiliko au mabadiliko yenye migogoro? Nadhani hapa ndio kuna tatizo kwamba na inakuja mirengo mbalimbali kuhusu hilo, kwa sababu kitendawili kimebaki ni pale pale. Je, demokrasia ina maana gani? Kwa sababu zipo nchi ambazo ukitazama demokrasia katika kioo cha kubadilishana madaraka kila baada ya miaka 5, kila baada ya miaka 7, unaona kwamba zimenyooka katika mkakati huo. Lakini ukija kuangalia kwa upande mwingine katika swala zima la manufaa na maslahi ya wananchi, unaona kwamba hizo nchi baadhi yake ziko chini kabisa, na hilo ni moja. Kwa hivyo kwa maana kwamba ukiangalia kwenye kioo cha kubadilishana madaraka katika njia ya salama na katika pasipo kuwepo na makabiliano, unaweza kusema kwamba hizo nchi ziko salama kabisa. Lakini kwa upande mwingine zipo pia nchi ambazo zina viongozi wa muda mrefu ambao kwa kweli sasa katika muktadha huo wa demokrasia pengine watachukuliwa kwamba wamedumu sana katika madaraka na wasibadilishana viongozi wengine kwa muda baada ya muda. Lakini ukija kuangalia katika swala zima la ustahimilifu wa kisiasa, usalama, amani, maendeleo ya kiuchumi, ushirikishwaji wa wananchi katika medani mbalimbali za kiuongozi, vijana, wanawake na makundi maalum kama walemavu na vitu vingine, unakuta baadhi ya mataifa yanajitahidi kufanya hivyo. Na linapotokea swala hilo, ambayo Rwanda ni nchi mojawapo ya hizo nchi, linapotokea swala hilo, baadhi wanahoji, je, demokrasia ni kubadilishana madaraka pasipokuwa na maendeleo, au demokrasia ni ile ambayo inazingatia maslahi ya wananchi na kuweza kuhakikisha kwamba ustahimilifu wa kiuchumi na kiusalama unasaidia. Kwa hivyo kwa upande mwingine unaweza kusema kwamba Rwanda kwa miaka 25 sasa Rais Kagame amekuwa madarakani na kumekuwepo na kelele za hapa na pale sana kupitia mashirika ya kimataifa yakisema kwamba amekaa madarakani kwa miaka 25. Lakini ukija kuuliza Wanyarwanda wenyewe sasa, tokea mwaka 2000 Rais Kagame alivyochukua madaraka mpaka sasa hivi, watakwambia kwamba wangependa hata aendelee, kwa sababu kila ambacho amekifanya wanakishuhudia, na hizi ni sauti za wengi. Kwa mfano ukiangalia sasa hivi katika hesabu za kawaida unaona kwamba kila sekta imepiga hatua. Pengine sitaki niingie kwenye namba, lakini hata ukiangalia kwenye pato la taifa, sasa hivi Rwanda ni nchi ndogo yenye wakazi wengi, katika kilomita moja za mraba takriban watu 550 hivi, nchi ambayo haina mlango bahari, nchi ambayo ni ya milima. Lakini kupitia mkakati wa maendeleo wa mwaka 2000 mpaka 2020 na kuanzia 2000 mpaka 2050, unaona kwamba ile pato jumla la mwananchi ama GDP per capita imepanda takriban dola za Marekani 980, kitu ambacho wakati anachukua madaraka mwaka 2000 walikuwa ni wastani wa takriban dola 225. Sasa hilo linakuonyesha kwamba wananchi kila wanachokitaka ni hicho. Lakini sasa hata ukiangalia katika ngazi za uongozi, kwa mfano baraza la mawaziri, takriban zaidi ya 70% ni vijana ambao wako chini ya miaka 40, chini ya miaka 45, wanawake ndio hivyo. Sasa katika hali kama hiyo ndio nimesema mwanzo kwamba kunakuwa na utata kwamba ile definition ya demokrasia ina maana gani. Demokrasia ni kubadilishana mamlaka lakini usifanye chochote, ama demokrasia ni kuwa na kiongozi ambaye ndio anaweza kashutumiwa kutokana na mambo mawili matatu hivi ya kiongozi, lakini bado anahudumia wananchi. Kwa hivyo niseme kwamba ni utata huo. Na shukran sana Silvanus Karemera. Tunakuja kumalizia, na kama kawaida kila mwanahabari anapata fursa ya kutoa kauli yake ya mwisho, hususan kuhusu uchaguzi na mchakato mzima wa uchaguzi katika nchi za bara Afrika. Tuko na mfano wa hivi punde, na ni habari ambazo zinaendelea kwa hivi sasa nchini Tanzania. Huo ni mfano ambao tunauangalia kwa karibu, kwa sababu si mambo mapya ambayo yanashuhudiwa nchini humo. Na kwa hivyo hivi sasa labda nikupatie fursa, Shisia Wasilwa, wazo lako la mwisho ni lipi tunapofunga kurasa hili la jukwaa la wanahabari kuhusiana na uchaguzi na changamoto ambazo zinakumba bara Afrika? Hili ni suala la dhana na uwajibikaji wa pamoja. Ukweli ni kwamba tatizo ni pande zote mbili.
Taasisi kama tume za uchaguzi, mahakama na bunge mara nyingi hazijajengewa uwezo wa kusimama bila uoga mbele ya mamlaka kuu. Katiba zinaweza kuwa nzuri kwa maandishi, lakini utekelezaji wake unakwamishwa na tabia ya kisiasa ya kudumisha mamlaka badala ya kuheshimu sheria. Lakini pia utamaduni wa mtu mwenyewe, mamlaka hawezi kuguswa, umeua roho ya taasisi huru. Wengi hushiriki uchaguzi kama tukio la hisia, si la kifikra. Wanapiga kura kwa misingi ya ukabila, dini au chama, si kwa hoja za sera. Lakini baada ya matokeo, wananchi hurejea katika maisha ya kawaida bila kufuatilia ahadi za viongozi. Lakini mwisho niseme kwamba hali ya umaskini na utegemezi wa kiuchumi huwafanya wengi kuogopa kupinga mamlaka, wakihofia hasara binafsi. Nihitimishe kwa kusema kwamba ili urejeshe matumaini, inahitajika mabadiliko makubwa ya fikra za kisiasa, uwajibikaji wa taasisi na uenezaji wa elimu ya uraia inayowafanya wananchi kutambua kwamba demokrasia si tu tukio la siku moja la kupiga kura, bali ni jukumu endelevu la kufuatilia, kuuliza na kushinikiza uwajibikaji. Lakini niwapatie changamoto wapiga kura kwamba leo ukipatiwa shilingi 1000 umpigie mtu kura, kumbuka kwamba ni kama umeuza nafsi yako kwa miaka 5 ijayo, kwamba uwezo ukatumia shilingi 1000 kwa miaka 5, utatumia kwa siku moja. Kwa hiyo tunapopatiwa pesa kwa ajili ya kupiga kura au kuegemea upande mmoja, basi tuwazie hilo. Ken Wandera, ukiangalia uchaguzi ama chaguzi nyingi Afrika Mashariki ikiwemo Kenya na Tanzania, wananchi huonekana na matumaini makubwa kabla ya uchaguzi, lakini baada ya matokeo hali inabaki ile ile. Ni kwa nini uchaguzi hauonekani kama chombo cha mabadiliko tena, Ken? Tatizo lilopo ni kwamba watawala hawataki kuondoka madaraka. Wengi wanapotafuta ridhaa ya wananchi, wanaeleza ahadi ambazo wanataka kuzitekeleza wakiwa madarakani. Wanaonekana kuwa na mawazo mazuri, wanakuwa na mitazamo mizuri, mabadiliko na mageuzi makubwa yanayohitajika kwenye nchi. Lakini wanapoonja madaraka, sijui nini hufanyika, wanabadilisha mienendo yao kabisa. Na hii ndio sasa inawatia mori watawaliwa. Wengi wananchi wanahisi kwamba aliyoyasema si yale ambayo anayafanya kwa sasa, na hii inakuwa ni sura mbaya kabisa, kwa sababu kuna vitu vya kimsingi ambayo mara nyingi vinahitajika. Kwa mfano, unakuta kwamba vijana wanahitaji kazi. Hamna kazi kwenye soko la ajira. Vijana wanahitaji maji, wanahitaji umeme, wanahitaji chakula, lakini si rahisi kufikia vitu hivi. Lakini sasa wananchi wanapohisi kwamba mabadiliko hayo yanayotokea kwenye debe la kura si mabadiliko ambayo yanawaridhisha, wanahisi kwamba sasa turejee kwenye barabara, tuanze maandamano. Na hayo maandamano ndio yanazalisha sasa asasi za kijeshi kuingia au jeshi kuingilia mifumo ya demokrasia. Shukran sana wanahabari wenzangu, Kennedy Wandera ukiwa pale Uingereza, Ashisia Wasile ukiwa Kenya, na vile vile Karemera ukiwa Rwanda. Kauli yangu ni kwamba ni wazi kwamba bara letu linapita katika kipindi kigumu kisiasa. Chaguzi zinapofanyika, wananchi huibuka na matumaini makubwa, lakini mara nyingi matokeo hubaki kuwa ni uhalilishaji wa mfumo uliojaa changamoto. Labda swali la kweli ni hili: Afrika inahitaji sanduku la kura au mapinduzi ya uadilifu? Je, tutaunda taasisi imara zinazozidi watu, au tutaendelea kujenga mataifa yanayomilikiwa na mtu mmoja? Hilo ndilo wazo langu kuhusiana na hali nzima ama jukwaa hili ambalo tumelifungua kuhusiana na dosari zilizopo za uchaguzi barani Afrika. Moja kwa moja nawapeleka kwenye neno la siku ambalo tunaangazia neno mizengwe. Neno mizengwe lina maana ya hila, ujanja au mbinu za kisiri zinazotumika kumzuilia au kumdhuru mtu fulani, hasa kwa nia ya kupata faida binafsi au kumharibia mwingine. Mfano, aliangushwa kazini kwa sababu ya mizengwe ya wenzake. Maana alidhuriwa kutokana na njama au fitna walizopanga kumwangusha. Fitna au migogoro isiyo ya lazima inayosababishwa na watu wanaopenda ugomvi na kuchochea matatizo. Mfano, siasa za chama hicho zimejaa mizengwe na malumbano.
maana kuna migogoro na uhasama wa ndani usio wa lazima, kitendawili, fumbo au siri isiyofahamika vizuri, jambo lisiloeleweka vizuri au lenye utata. Mfano, kifo cha kiongozi huyo kimejaa mizengwe, maana kifo hicho kina siri au maswali mengi yasiyojibiwa. Bila shaka neno hili nimekupatia taswira na maana tatu ya matumizi ya kila siku ambayo unaweza tumia, na kazi kwako wewe msikilizaji. Mizengwe inakaaje kule kwenu? Haya basi, kazi kwako. Na bila shaka ni hayo tu kwa leo. Tunakamilisha jukwaa la wanahabari leo. Asante kwa kufuatilia na shukran kwa wanahabari wetu Shisia Wasilwa, Kennedy Wandera na Silvenas Karemera kwa mawazo yenu makini. Kumbuka, demokrasia sio kura pekee, ni utamaduni wa uwajibikaji, uadilifu na uwazi. Mimi ni Ann Ngugi, hadi wakati mwingine. Na kukumbusha pia, ingia pale kwenye mitandao ya kijamii, tafuta neno idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na tutaendelea kuwa pamoja. Tukutane tena hapa kwenye jukwaa la wanahabari siku kama ya leo, Ijumaa, na tutakuwa na mada nyingine tofauti. Shukran sana na kwaheri.